tunachukua mwili kupeleka Rombo. Kwenda kumzika. Ni dada yangu. Kwa masitiko sana, lakini hatujajua kwamba kama ni Mwenyezi Mungu mtu alimchukua, lakini sisi hatujajua. Kama ni mwanadamu anayefanya mambo, sisi hatujajua. Lakini tunaomba kwamba yeye Mungu angalia mambo yake tu. Kristamu, hiyo kitu atuambie kwamba huyu dada yako alipouawa ameuawa kwa ajili tu ya wivu ambao ni wa biashara. Hatujaambiwa kwamba ameuawa au kwa ajili kwamba ya kumibia hela au ni majambazi, hapana. Ni kwamba yeye ni wivu wa biashara tu basi. Kwa hiyo nasikitika sana kwa kweli alipoaga dunia. Kwa masitiko mimi nasikitika sana. Kwa serikali naomba tu serikali ichunguze tu hayo mambo kwa ajili ya uchunguzi tu. Ikifika wale mambo ya uchunguzi, basi iendelee kwa mambo ya uchunguzi mpaka inapofikia, mpaka hapo inapofikia. Kwani mwenye hapa karibuni kabla hajauawa hajawahi kukupigia simu akakwambia labda na ugomvi na mtu? Hapana, isipokuwa ashanipigia simu wiki iliyopita tukaongea sana, akaniambia kaka yangu mimi naumwa, lakini kakaangu naomba unipe tu nitumie 10,000. Kabisa wewe dada yangu nitumie 10,000 na kati mjini. Imekuwaje dada yangu nikutumie? Akasema hapana, mimi nipo kitandani naumwa, naomba unitumishie hata 10,000 nikaongezee tu mambo ya dawa nipate huduma yangu. Nikamwambia sawa, haina shida dada yangu. Mimi nikakaa siku ya pili, akapiga tena. Akanikumbusha, akasema kaka yangu mbona imekuwa dada ni kaka yangu, mbona unitumishie ile 10,000? Nikamwambia sawa, ngoja nitakutumishia tu. Nikachelewa. Nikamtumia saa ngapi? Kwa saa 1. Sasa nikapigiwa simu. Nikamwambia je, kaka umesikia kitu? Kuna mtu alinipigia kutoka kule Rombo kule na taarifa ilitoka huku Moshi. Wakasema kwamba hebu niambie kaka, kuna kitu umesikia? Nikamwambia hapana. Ni huyu dadangu anaishi Rombo na alipigwa simu huku Moshi. Nikamwambia mimi sio kitu, sijasikia kitu. Kumbe alimeshapigiwa na dada yake huku Moshi. Na huyo akapokea kule ninapoishi kule Mashani. Alipopiga simu nikamwambia kaniambia je, kakaangu kuna kitu umesikia? Nikamwambia hapana, sijasikia kitu chochote kile. Baada ya muda nilipokaa akaja kwa sababu mimi nikamwambia mbona nimestuka sana, kwa sababu kwamba nimesikia. Mbona roho yangu imekata sana? Nikamwambia kaka usiogope. Ni mambo tu, usiogope sana. Ni mambo tu ambayo nakwambia tu, hofu. Akae pale nyumbani chapu, kaza niende nyumbani kwake. Nikamwambia nishafika hapa tayari. Sasa basi, nikamwambia imetokea dadangu. Na ni ndugu tu wala sio mbali, ni ndugu tu. Nikamwambia dadangu imekuaje? Yaani roho imestuka sana. Nikaanza kulia. Akaniambia Resti hatuko naye tena. Nikamwambia kwa nini? Resti alishaondoka. Kaondoka kivipi? Ule ugonjwa ndo alioniambia kwamba ndo umeondoa. Akasema hapana, ni mambo mengine tofauti. Ni kwa nini? Ameuawa